Habari zote kubwa za kimichezo kwenye meza moja. Hii ni Kurasa Mwanzo Mwisho. Lakini umeona nini kwa Suleiman Matora kwenye mchezo wa jana? Nafikiri jana timu kidogo ilibadilika, ilicheza vizuri kidogo, tofauti na ilivyocheza mechi dhidi ya Fontaine, lakini pia tofauti na ilivyocheza mechi dhidi ya Gaborone United. Yani at least unaiona timu inakupa mwanga wa nini ambacho kinaweza kutokea kwenye game 2-3 ambazo zinakuja mbele. Ile flow ya timu kutoka nyuma kwenda mbele inaonekana, sio tena ile papatu kwamba zimepigwa pazi eleweki timu ina move tu. Yani sasa jana ndio unaona shida ya mtu mmoja kwamba sasa mchezaji mmoja unaona kuna wachezaji ambao hawachezi vizuri wenyewe unawaona. Yani tunasema ni ile kwamba mafuta yanaanza kujitenga na maji. Yes, lakini ukitazama timu kwenye muundo wa kiuchezaji walau jana inakupa picha ya nini kinaweza kutokea kwenye michezo 2-3 inayokuja mbele. Pasi zinapigwa kwenye njia, wachezaji wanajiposition vizuri, wachezaji wanatazamana, movement za kwenda kutafuta nafasi zinaonekana. Unaona unaona namna ambavyo timu ina flow. Tofauti na ilivyocheza kabisa game zilizopita. Sasa hapa kuna kitu jana nikaa najiuliza. Inawezekana Fadlu David alikuwa anaifanya timu icheze mpira mgumu sana, au kuna kitu alikuwa anataka kuprove kwa viongozi wa Simba? Nikaa najiuliza vitu viwili. Kwa nini? Kutaka kuprove kwa maana gani? Timu ilikuwa inacheza mpira mgumu sana, lakini kuna wachezaji ambao wanaonekana kuwa fiti kwenye mchezo na kuja kuubadilisha mchezo kama ukiwapa nafasi ya kucheza. Kwa mfano, mechi dhidi ya Fountain Gates tulianza kumuona Morris Abraham akicheza kwenye kiwango kibora sana baada tu ya Fadlu David kuondoka. Lakini wakati huo mwalimu alikuwa analazimisha kumtumia Nabi Kamara na Yusuf Kagoma, ambao kwenye muunganiko walikuonekana kutokuwa na muunganiko mzuri ambao unaweza kuifanya timu kuflow vizuri kutoka katikati kwenda kwenye lango la mpinzani. Tukamwona Morris Abraham akiingia, Mzamiru Yasini akiingia kucheza na Kagoma. Timu ikaflow vizuri sana kwenye eneo la katikati. Shida ikaja kwenye eneo la mbele, namna ya kugawa wachezaji kujiposition na kutengeneza mabao kwenye eneo la kushambulia.